za leo, ndugu waandishi wa habari, habari za Ijumaa. Mimi kwa majina naitwa Jafari Saidina Kiwanga, ni mwanachama wa klabu ya Simba mwenye kadi namba 02939, ni mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Temeke. Leo tumekuja kuwatembelea wenzetu hapa wa tawi la Mpira Pesa kwa sababu Simba ni nguvu moja. La kwanza kabisa nianze kusema kwamba kuna mambo mengi yamepita katikati, na hasa la swala la uwekezaji. Viongozi wetu juzi walizungumzia habari ya kadi mpya ambazo zitaanza tarehe 27 mwezi wa 3, na baada ya pale mwekezaji wetu na yeye akaingia kwenye ukurasa wa klabu ya Simba akauliza uwekezaji umekamilika. Kwa hiyo umeleta maneno mengi ya mashabiki, hasa tunasema wa upande wa pili au wale wasiompenda Mohamed Dewji. Sawa, kumtuhumu kwa nini aulize vile, yeye hajui uwekezaji. Yule mtu ni msomi, yule mtu ana akili timamu, yule mtu ni tajiri. Mpaka kuuliza vile, basi ujue pengine yeye hajui. Sawa, hajui. Kwa hiyo hatuoni sababu ya watu kumsakama. Mambo ya Simba watuachie wenyewe Simba. Sawa? Kwa sababu unakuta kuna watu wengine wanazungumza, wanakwenda kuhoji hawahusiani na Simba. Sawa, wao wazungumza habari ya klabu yao. Ushelewa? Na kingine tuseme kwamba wengi yule kuuliza alikuwa yuko sahihi. Kwa sababu alikuwa anatuhabarisha wana Simba. Kwa sababu swala la kutoa kadi mpya tulisimamisha wenyewe kwenye mkutano mkuu. Nafikiri mwenyekiti aliyekuwepo wakati ule Swedi Mkwabi, mkutano wa pili nafikiri baada ya kuchaguliwa mwaka wa pili, tukakubaliana wote kwamba sasa hivi zisimame kwanza, swala la uwekezaji likamilike, ili na huku tukiangalia wanachama wapya waliobaki, wanachama hai na waliokufa watolewe, ili sasa twende kwenye utoaji wa kadi mpya. Sasa basi, lakini juzi baada ya kutangaza hilo tulitakiwa tuweke wazi kwamba je, swala la kadi uwekezaji umekamilika au uwekezaji haujakamilika, au pengine uwekezaji umeshafutwa. Tunaendelea na swala la kutoa kadi. Ushelewa? Tunatoa na swala la kutoa kadi. Sasa hilo halikuwepo. Halikuwepo. Unaona? Ndio maana watu wengi wamepata ukakasi. Viongozi wetu wamekuwa kama wanafanya kitu kama siri. Lakini kama wangaliweka wazi siku ile kwamba tunakwenda kwenye utoaji wa kadi, lakini swala la uwekezaji limesimama au limekufa, ama pengine kadi zitatolewa lakini swala la uwekezaji litaendelea, wala msio na mashaka mashabiki au wanachama. Mimi nafikiri kusingekuwa na maswali mengi zaidi, na nafikiri hata mwekezaji asingefikia hapa kuuliza. Unaona, hii yote ni shida tu ya usiri wa viongozi wetu, kwamba kutueleza vitu bayana. Lakini kama ungekuwa unatueleza vitu bayana, wala kusingekuwa hizi sitofahamu nyingi. Unaona bwana? Kwa hiyo niseme tu mwekezaji yuko sahihi kwa kuuliza, na hata hawa wahuni wachache wanaopiga presa kiwemo Mnandi, Dr. Mo na wenzie ambao waliotumwa kwamba pengine wamchafue tajiri kwenye biashara zake, pengine baadhi ya watu wanaowatuma tunawajua kabisa, wengine wamepewa kazi ndani ya Simba, wakiwatumia wale, wamewapa mpaka gari sasa hivi. Sasa wafanye kazi waliolete iliyomleta, si kwamba kuja kuivuruga Simba. Tunamuomba sana, tunamheshimu, tutamsupport. Sawa, lakini afanye kazi iliyomleta Simba. Asije kuwa sasa aanze kuivuruga Simba, pengine yeye ndio aje kuwa mwekezaji Simba. Hata Mohamed Dewji, tunasema Mohamed Dewji hataondoka Simba. Mohamed Dewji tunaye, Mohamed Dewji tunatamba naye. Simba bila Mo haiwezi kwenda. Simba ni Mo. Sawa? Na hakuna mtu yote atakayekubali eti kusema pengine Mo aondolewe. Mo ametutoa mbali. Mo ameweka pesa zake bilioni 87. Alafu kuna maneno yanazushwa. Mo anadai bilioni 87. Mo hajasema anadai bilioni 77. Amesema ametumia bilioni 87. Haya maneno kusema anadai anatoka wapi? Sawa? Mo anakataa wawekezaji wengine wawili. Yanatoka wapi? Mo ni mfanya biashara mkubwa. Mo anajua taratibu za serikali. Ni utaratibu tu.
wa sisi kukaa na Mo au viongozi watakiwa kae na Mo. Mo umeitoa Simba mbali, sawa, mpaka hapo ulipofikia, nyumba imeshafika juu, lakini utaratibu uko hivi. Tunafanyaje? Sawa, tafuta hata wawekezaji wawili ili tukamishe kama serikali inavyosema, muwe watatu, watafute wewe, walete kwetu sisi. Ukisha tutawapitisha, alafu tuanze mchakato, si tuuze hizi na wewe uuze hizi, sawa. Wewe bado uwe juu ya wawekezaji na wanachama nao watakuwa juu yako. Mimi sidhani kama Mo angekataa hilo, ila tukuna firigisu, kuna firigisu zinazofanywa na baadhi ya watu wa Friends of Simba ambao wao tangu mwanzo walikuwa wataki uwekezaji ili waweze kupiga, sawa, waweze yaani waligeuza Simba ni shamba la bibi. Tunasema hivi, hiyo wasahau. Kuigeuza Simba kwa shamba la bibi wasahau. Tutapambana mpaka mwisho, tutapambana mpaka tone letu la mwisho, na hatutamwogopa mtu yeyote atakayetaka kumchezea Mo. Pengine Mo aondolewe, na tunaiomba serikali imsaidie mwekezaji huyu, kwa sababu mwekezaji huyu analipa kodi nyingi kwenye serikali. Mwekezaji mkubwa, mfanya biashara mkubwa Afrika,